Makubaliano ya Marekani na Irani bado yanazifanya nchi za Ghuba ya Uajemi kuwa katika wasiwasi. Kwa nini? Kuna wasiwasi unaozidi kuongezeka kuhusu kuimarika kwa makubaliano ya maelewano yaliyosainiwa wiki iliyopita kati ya Marekani na Iran, hasa kama ongezeko la mzozo kati ya Israel na kundi la Hezbollah halitadhibitiwa, lakini pia ikiwa mazungumzo haya ya Marekani na Iran kama hayatadhibitiwa vilivyo. Hii ni kutokana na namna ambavyo mataifa yote mawili kwa maana Marekani na Iran ambayo yalionekana kuwa karibu kabisa kumaliza uhasama huo, wakiendelea na majadiliano ndani ya siku 60 juu ya suala la nyuklia. Nchi za Kiarabu na za Ghuba ambazo ziko katikati ya mivutano kati ya Washington na Tehran zinafuatilia kwa wasiwasi mkubwa maendeleo haya. Ikiwa mivutano itazidi tena, huenda ndizo nchi zitakazobeba mzigo mkubwa zaidi wa madhara. Hata hivyo, wakati huu bado kumekuwa na wasiwasi mkubwa baada ya nchi zote mbili kurushiana makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Marekani ilishambulia maeneo ya kusini, lakini pia katika maeneo ya pwani ya Iran, huko Iran ikifanya mashambulizi makubwa, huko Bahrain ikishambulia kambi za kijeshi za Marekani. Nchi za Kiarabu za Ghuba sasa ambazo ziko katikati ya mivutano hii zinabaki na wasiwasi kwamba vita vinaweza kurejea tena na hali ya usalama ikapotea kwa mara nyingine tena kwa muda mfupi. Lakini pia kauli za rais wa Marekani Donald Trump zinazidi kutishia watu katika eneo la nchi za Ghuba, alichokisema kwamba ikiwa Iran itashambulia meli za mizigo, kwa maana meli zitakazobeba mafuta na gesi na mizigo mingine, ikiwa zitashambuliwa, basi majeshi ya Marekani yatarejea tena na kufanya mashambulizi makubwa zaidi na kuisambaratisha Iran, na kwamba Iran haitaonekana tena katika uso wa dunia. Hata hivyo, kauli hizi zinatoa wasiwasi kwa nchi za Ghuba, kwani wanafahamu vema kwamba wa Iran kama hawezi kukubali kushambuliwa, na kama kutakuwa na mashambulizi basi kuna uwezekano mkubwa wakalipa kisasi kwa namna ya kipekee. Tangu mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel kuanza mwezi Februari, Iran pia imeanzisha kulenga mataifa ya Ghuba yanayohifadhi kambi za kijeshi za Marekani katika eneo hilo. Makombora na drone za Iran zimeharibu kwa kiasi kikubwa taswira ya amani na utulivu ambayo falme tajiri za mafuta zilikuwa zikijijenga kwa miaka mingi. Chini ya saa 48 baada ya kusainiwa kwa makubaliano hayo, mfululizo wa mashambulizi ya anga ya Israel nchini Lebanon yaliua na kujeruhi watu kadhaa, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya nchini Lebanon. Jeshi la Israel pia lilitangaza kwamba wanajeshi wake 4 waliuawa. Hata hivyo, kuendelea kwa mashambulizi haya ya Israel kuna wafanya wa Iran kutaka kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya Israel. Kadhalika, katika siku ya kuanzia Ijumaa na Jumamosi ni wakati ambapo mapambano yalianza tena kati ya Marekani na Iran, jambo ambalo linazidi kutoa wasiwasi kwamba hali itarejea katika vita tena. Kwa mujibu wa masharti ya makubaliano ya mapigano katika nyanja zote, katika ibara ya kwanza inazuia mashambulizi yoyote ya Marekani dhidi ya Iran au Iran kushambulia katika maeneo ya kambi za kijeshi za Marekani au nchi washirika wa Marekani. Lakini ibara zingine za makubaliano hayo zinaeleza katika nyanja zote ikiwemo Lebanon yanapaswa kusitishwa. Hezbollah imekuwa mara nyingi kundi la wapiganaji la Hezbollah mara nyingi mojawapo ya vikosi muhimu vya wakala wa Iran katika eneo hilo, na kwa mujibu wa maafisa wa Marekani usitishaji mpya wa mapigano umeafikiwa nchini Lebanon, lakini makubaliano kama hayo mara nyingi huwa dhaifu na ya muda mfupi. Hakukuwa na hali uhalisia ambapo migogoro katika Lebanon na Iran ingekoma kabisa, anasema Thomas Juno, profesa katika masuala ya umma na kimataifa katika chuo kikuu cha Ottawa. Mchambuzi huyu anasema kwamba ongezeko la muda la vurugu nchini Lebanon, lakini pia na hata wakati huu haliwezi kuepukika, na huenda tukashuhudia hali kama hiyo katika Ghuba ya Uajemi, na anaelezea kilichotokea katika nchi ya Bahrain iliposhambuliwa na Iran siku ya Jumamosi. Kwa ujumla, wataalamu wa mambo wanaonya kuwa ingawa makubaliano ya kusitisha mapigano yanaweza kupunguza mvutano kwa muda, bado kuna uwezekano mkubwa wa mivutano kuendelea au kujirudia katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Katika mazungumzo na watu katika miji kadhaa ya pwani ya Ghuba ya Uajemi, watu wanadai kuwa wanahisi mkanganyiko na kupoteza matumaini na mashaka kuhusu makubaliano hayo ambayo yanatarajiwa kuanzisha mchakato wa amani wa muda mrefu kati ya Iran na Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.